matokeo yake mechi haikufanyika, na mechi ya mwisho ya ligi kuu ya NBC kwa upande wetu ikaangukia Dodoma Jiji. Kwa tumekuja tumemfanya vibaya ya Dodoma Jiji, tumemgonga bao 6. Kwetu wana Simba ni furaha na sherehe kubwa kweli kweli. Tunakwenda kwenye FIFA break tukiwa na furaha ya hali ya juu. Ya leo ndio ile mechi ambayo wana Simba tulitamani isiishe, kwa sababu kila baada ya mwamuzi wa mezani Heri Sasi kuonesha dakika 3, wanasimba wote waliopo uwanjani hapa wakaumia. Walitamani mechi iendelee kuchezwa, kwa sababu kila dakika zilivyokuwa zinakwenda wachezaji wa Simba walikuwa wanaonesha ubora wa hali ya juu. Kusema kweli, leo tumeenjoy pakubwa sana na tumewakomesha. Hiki kombe ilikuwa ni cha tarehe 8 barabara. Tulichokuwa tumepanga sisi, mechi yetu ya mwisho ya ligi kuu ya NBC ndio tushinde mabao 6. Hasa kwa mujibu wa ratiba ya awali, kabla ya kiporo hiki hakijawe, sababu hii ni mechi ya kiporo ilikuwa ichezwe huko katikati nyuma huko Dodoma Jiji, wenzetu wakapata majanga ya ajali. Kwa hiyo mechi ya mwisho ndio ilikuwa tupate mabao 6, ambao mechi ya mwisho kimahesabu yetu na kwa ratiba ni mechi ya tarehe 8 ya mwezi wa 3. Bahati mbaya watu wakala nyoya kwa kusingizia wazee wafupi na mbuzi, na sasa kipigo kimekuja kumwangikia Dodoma Jiji. Tumemfanya vibaya, we are very happy. Na mnawapa pole Dodoma kwa kipigo ambacho hawastahili. Tunawapa pole. Of course Dodoma na wenyewe wanastahili kwa sababu wanakaa mdomo. Ndio wanakaa mdomo. Na sisi watu wenye kamdomo tukikutana nao tunawafanya vibaya. Watu ambao hawaheshimu ubora wetu hatuongei nao sana. Tukikutana nao tunawaadhibu, mnyama anasonga mbele. Msemaji Kibu Dennis, magoli 2 ya system. Ya, tunayo furaha kubwa sana hii leo. Kibu Dennis Prosper Mkandaji ametakata. Unajua Kibu kazi yake ni kufunga kwenye michuano ya kimataifa. Simba Sports Club tuna apply kitu kinachoitwa Division of Labor and Specialization. Mambo ya historia. Kwa vizuri huko. Mgawanyo wa kazi na kujikita kwenye sehemu moja. Kwa hiyo mgawanyo wa kazi ambao Kibu Dennis tumempatia ni kufunga kwenye michuano ya kimataifa. Sasa ukiangalia kalenda, michuano ya kimataifa iko mbali kidogo. Tukamwambia Kibu, wakati tunajiandaa kutupeleka nusu finali, hebu kwanza funga na hapa kwenye ligi kuu ya NBC. Amefunga magoli 2, ametoa assist 2. Kusema kweli ni kiwango cha hali ya juu. Na mimi ni wape pongezi wale ambao wanatoa tuzo. Leo ilikuwa inachanganya nani apewe tuzo. Ukiangalia Kibu Dennis kafanya vizuri. Ukimwangalia Jean Charles Ahoua kafanya vizuri. Ukimwangalia Volcano Elim Panzu kafanya vizuri. Lakini tusio wachoyo wa fadhila, hata golikipa wa Dodoma Jiji naye amefanya vizuri vile vile. Kwa hiyo hata kwenye kinyang'anyiro cha wachezaji bora wa mechi angeweza vile vile na yeye kuingia kwenye hiyo. Sababu bila yeye tulikuwa tunawatandika mabao 10 hawa. Nisijui mmeona, amefanya kazi sana yule baba. Amejitahidi mno golikipa wa Dodoma Jiji. Ameokoa michomo mingi ya hatari. Alikuwa anastahili kuchukua tuzo ya mchezaji bora. Ameiokoa timu yake dhidi, na hapa nimepata majibu. Kwa nini kwenye mechi fulani hivi ilifanyika Dodoma pale Jamhuri, huyu kipa alipumzishwa makusudi? Nimeelewa kwa nini. Akapangwa kakipa kamoja hivi ambaye hana uzoefu. Nimeelewa. Yule bwana ni nyanda mzuri kweli kweli. Kama si ubora wake tulikuwa tunawatandika 10 safi kabisa. Na magoli haya ni kuwapa pole kwa ajali walioipata. Hapana, Dodoma Jiji walipata ajali. Tulikuwa tunawapa pole, ndio. Ahmed, unaona Jean Charles Ahoua akiwa top scorer? Naona, lakini sisi malengo yetu msimu huu sio kutoa mfungaji bora wala sio kutoa nani bora. Hatutaki individual nini wanaita individual prize. Hatutaki hizo tuzo za mtu binafsi. Tunataka tuzo za timu nzima. Tutachukua sana haya matuzo ya mchezaji binafsi, mchezaji mmoja. Tunachokitaka msimu huu ni tuzo ya Simba, ni tuzo ya klabu kwa maana ya ubingwa. Kwa hiyo kwenye kupigania huko ubingwa tunaweza tukaokota tuzo ya kipa bora na Musa Kamara, lakini tumeona vile vile kiwango cha hali ya juu cha Ali mapenati. Mechi ya 3 anataka bila kuruhusu hata bao moja, akatoka akaingia Abel Hussein.
kuna mfungaji bora, kuna bado kiungo bora wa ukabaji Kagoma. Kwa hiyo kusema kweli tunastahili vitu vingi sana msimu huu, lakini target yetu kubwa wakati huu ambao tunajenga, msije mkasahau kama tunajenga timu jamani, msije mkahadaika na mafanikio tuliokuwa nayo na ubora tuliokuwa nao. Tupo kwenye phase ya 3 ya ujengaji wa timu, tuna phase 10. Hii ndio phase ya 3. Semaji kwa matokeo nasema kwamba ilikuwa ni salamu za tarehe 8. Pengine tunaweza tukasema kwamba unathibitisha muda wote na saa wote mnawahitaji. Kanuni isipovunjwa we are ready. Wasiposingizia wameona mbuzi. Sisi tuko tayari muda wowote ule. Kipigwe. Anytime. Kanuni kinyooka namna hii. Wasipoona mbuzi kwenye basi letu. Wasipoona wazee wafupi wenye ndevu nyeupe. Sisi tuko tayari. Shemalon Fondo, kuna taarifa inasema kwamba atakosekana kama msimu mzima. Taarifa yake ikoje? Shemalon Fondo ni majeraha, yeye pamoja na Musa Kamara.